Kamati kuu imeshtushwa kabisa na kitendo cha tume ya Jaji Chande kukosa hata kuzungumzia kwa namna yote ile kule kushikwa na kuwekwa ndani kwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na jinsi kesi zake zinavyoendeshwa, ikiwa ni pamoja na wafuasi wake kupigwa, kutekwa na kutupwa huko Mabwepande na Ununio, udhalilishaji wa kingono na maungo wa viongozi wa chama na wanachama wa Chadema pamoja na vijana waliokwenda kuhudhuria kesi zake. Kamati kuu imeshangazwa kwa kutozungumzwa hata kidogo juu ya zuio la kanisa la Ufufuo na Uzima kufanya kazi yake kutokana tu na kauli ya kiongozi wake Askofu Josephat Gwajima kupinga utekaji. Kama tume inavyoweza kufumba macho kwa matendo kama hayo, unategemea nini kuhusu kile ilichosema kuwa imekifanya? Kamati kuu imebaini kuwa licha ya kuwepo kwa kauli za kutoka kwa Samia Suluhu Hassan na viongozi wa CCM juu ya ushiriki wao katika kuamrisha kupigwa kwa risasi kwa waandamanaji halali wa demokrasia mnamo 29 Oktoba 2025, tume ya Chande imekataa kabisa kuzungumzia kauli hizo wala hata kumhusisha kwa namna yote ile Samia Suluhu Hassan katika hayo yote. Ikumbukwe kuwa Samia ndiye alikuwa rais wakati ule, na kuna msemo maarufu wa rais wa zamani wa Marekani Harry Truman wa kuwa the buck stops here, akimaanisha kuwa lawama na mzigo wote wa utendaji serikalini unabebwa na rais. Kitendo cha tume hii kushindwa kuchunguza mwenendo wa Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa rais wakati ule na matendo yake yote ni ushahidi wa wazi kabisa kuwa hii haikuwa tume yenye lengo la kufahamu ukweli juu ya kile kilichotokea, bali iliyolenga kumsafisha na kumlinda Samia Suluhu na kutafuta kondoo wa kafara, na kazi hiyo ya kutafuta kondoo inaendelea. Tume ya Chande haikuzungumzia hata sehemu moja juu ya zuio haramu la Camillus Wambura ambalo baada ya kutolewa kwake maelfu ya Watanzania waliuawa. Huu ni ushahidi mwingine wa jinsi tume hii ilivyokuwa kazini kuficha ukweli. Iliamua kusema kuwa chanzo cha utekaji na upoteaji wa watu ni kutokana na wivu wa kimapenzi. Kamati kuu ilisikitishwa sana na kitendo cha tume hii kunukuu bila hata utafiti taarifa ya jeshi la polisi ambayo ilikuwa imetolewa mwanzoni na katikati ya mwaka 2025. Je, mzee Ali Kibao alikuwa na wivu gani wa mapenzi? Je, Mdude Nyagali aliyepigwa mbele ya mke wake Deusdedith Soka na wenzake walikuwa na wivu gani wa kimapenzi? Ajabu yake, kamati kuu imeshtushwa na kitendo cha tume hii mkataa hata kutambua kuwa Mahakama Kuu katika kesi ya Deusdedith Soka na wenzake wawili dhidi ya kamishna jenerali wa polisi ambaye ni Miscellaneous Criminal Application number 23998 ya mwaka 24 iliagiza jeshi la polisi kuchunguza upoteaji wa Deusdedith Soka na wenzake. Jaji Dian Sobera alisema, on the 27th August 2024, the respondents, through their arraigned senior state attorney, prayed for time to make inquiry on the whereabouts of the applicants. In that respect, I invoke Rule 12 of the rules and directed the police force, the first, second, third, fourth, and fifth respondents, in particular, to investigate the whereabouts of the applicants through their powers under sections 10 of the Criminal Procedure Act, Cap 20, Revised Edition 2022, and sections 5 subsequent 1 of the Police Force and the Auxiliary Services Act, Cap 332, Revised Edition 2019, and Article 14 of the 1977 Constitution of the United Republic of Tanzania, Cap 2, Revised Edition 2019. Taking into account the undeniable fact that the state has a corresponding duty to ensure the safety of its citizens as provided under Order 2233 of the Police Force and Auxiliary Services, Police Police General Orders, PGO, GN number 315/2021, published on the 26th of January 2021. This direction is in line with the Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 2010, which Tanzania is a signatory thereto. Mwisho wa kunukuu. Mpaka leo hii agizo hilo la Mahakama Kuu halijatekelezwa, lakini kwa tume ya Jaji Chande ukiukwaji wa makusudi ya amri ya Mahakama Kuu kwake si tatizo, kwa kuwa umefanywa na jeshi la polisi. Sasa inashangazaje kuona wananchi ambao wamekosa haki zao za msingi ambazo kwa kweli hazihitaji hata kubishaniwa au kujadiliwa, kwa sababu katika nchi ya kidemokrasia lazima ziheshimiwe na kuenziwa, wanapoamua kuandamana kuzidai, na huku wakitambua kuwa uchaguzi utokea mara moja tu katika kipindi cha miaka 5 na kuwa haki hiyo ikipotea itabidi wasubiri miaka mingine 5. Je, hiyo inahitaji mtu awe mtaalamu wa sayansi za roketi au rocket scientist? Tume ya Chande imetaja uzembe mwingi tu, eti hata kuwepo kwa vijana 500
walipewa mafunzo ya kufanya ghasia katika maeneo mbalimbali nchini kwa siku 28, na eti moja ya kambi hizo ilikuwa ni nyumba moja ilikuwa mita 10 kutoka kituo kimoja cha polisi. Kamati kuu imeshtushwa sana na kauli hii, kwani kama ni kweli basi nchi hii haipo salama na hatuna vyombo vyenye weledi vya ulinzi na usalama na vinatakiwa vivunjwe mara moja. Kwani nimesema eti polisi na vyombo vingine vya usalama wanasema walishtukizwa na wako wamejiandaa ya kutosha kwa aina ya ghasia zilizotokea. Hii si kweli hata kidogo. Kwani mnamo Januari 2024 kama tulivyosema hapo juu, Samia Suluhu Hassan alikuwa ametoa agizo kwa ajenda vitu zetu kujiandaa kushiriki na kusimamia uchaguzi mkuu. Aidha, katika mwaka 2025 atoa kauli za kuonyesha kuwa hakutakuwa na maandamano yote yale isipokuwa ya watu kwenda kupiga kura. Aidha, Samia alisema licha ya kuwa yeye ni mgombea wa urais, lakini bado ni amiri jeshi mkuu na kuwa hakutakuwa na nyinyi wala mnyinyi. Kwa si ushahidi tosha kwa kuwa jeshi la polisi na vyombo vya usalama vilikuwa na taarifa tosha za mipango ya maandamano hayo? Na kama vilikuwa na taarifa hizo, kwa nini havikuchukua hatua za kuzuia na kuweza kukabiliana nguvu isiyo ya kujeruhi na kuua? Je, kauli za Albert Chalamila hazionyeshi kuwa tayari serikali ilikuwa na habari na maandamano hayo? Je, yale magari mengi mapya ya polisi yalikuwa yameletwa kufanya nini? Tume imetoa takwimu zinazokinzana na idadi ya watu waliouawa na kusema kuwa eti waliuawa ni watu 518 ambapo wanaume ni 490 na wanawake ni 28. Kamati kuu inasema kwa kauli moja kuwa idadi hiyo sio sahihi hata kidogo. Aidha, mauaji ya kule Tunduma yalikuwa makubwa hayakuzungumzwa kabisa. Tume ilijifanya eti kuwa ilikuwa na wataalamu wake wa mitandao na jiografia, remote sensing and geographical information system, ambao walisema kuwa madai ya kuwepo makaburi ya halaiki hayawezi kuthibitishwa. Kamati kuu inakumbusha kuwa mnamo mwaka 1960 katika mauaji ya Sharpeville huko Afrika Kusini ni watu 91 waliouawa na 238 waliojeruhiwa. Katika mauaji ya Soweto mwaka 1976 ni kati ya watu 500 hadi 700 waliouawa na zaidi ya 2000 waliojeruhiwa. Kamati kuu inabainisha kuwa moja ya mapungufu makubwa ya msingi ya tume hiyo yapo katika hadithi za rejea ambazo zilijikita katika kutafuta vichochezi vya ghasia badala ya kuchunguza chanzo cha ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mtazamo wa kisheria na kisiasa, mwelekeo huo ulifanya tume kuanza kazi yake tayari ikiwa na hitimisho la awali kwamba tatizo lilikuwa ni ghasia za wananchi badala ya kujiuliza ni nini kisababisha wananchi kufikia hatua hiyo. Ndani ya muktadha huo, tume ilichagua kuielekeza lawama kwa mbiu za kisiasa za Chadema na vyama vingine, hususan no reforms no election, bila kuzingatia kwamba mbiu hiyo ilikuwa ni mwitikio wa mazingira ya muda mrefu na ya kukosekana kwa haki katika mfumo wa uchaguzi. Kwa tafsiri ya kamati kuu, kauli mbiu hiyo haikuwa chanzo cha ghasia, bali ni matokeo ya kukosekana kwa haki na uwazi katika mchakato wa kidemokrasia, na ilikuwa na lengo la kuhamasisha wananchi kuweza kudai haki yao ya kuweza kupigania mfumo haki na huru wa uchaguzi, kitu ambacho sio kosa. Hivyo basi kuziweka au kuweka zile kauli kama kichocheo kikuu cha migogoro ni kupotosha ukweli na kufunika sababu halisi ambazo ni kasoro za kimuundo katika mfumo na michakato yetu ya uchaguzi. Kwa upande wa uhalali wa tume, kamati kuu inaona kuwa kulikuwa na pengo kubwa la kuaminika, credibility gap, na kutokana na namna ilivyoundwa na kuendeshwa, wajumbe wake waliteuliwa na mamlaka ile inayolalamikiwa kuhusika katika matukio ya ukatili, jambo linalozua mgongano wa kimaslahi. Aidha, ucheleweshaji wa utoaji wa ripoti ulikuwa mkakati wa kutengeneza kampeni na simulizi za kuandaa umma kuikubali ripoti ambayo ni batili, huku mazingira ya hofu yaliyotawala yakiwazuia wananchi wengi kutoa ushahidi wao kwa uhuru, hasa ikizingatiwa kuwa vyombo vinavyotuhumiwa ndivyo vilikuwa vikilinda mchakato wa tume. Tume hiyo ilianza kampeni ya kuipigia chapuo kile ilichokiita ripoti na mwisho kilichotolewa kwa umma ni hotuba.